kutokana na jinsi gani tunavyoendelea ndani ya wimbi la ufungaji wa hizi nywaya kamba za barabarani na hali ambayo tulikuwa tumeshaisahau. Kwa sasa ni bado ili jambo linatukumba. Kama mlivyosikia juzi kuamkia jana, mzee wetu alikuwa ni mfanyabiashara, sio afisa usafirishaji, alikuwa anatumia pikipiki, alitegewa kamba maeneo ya Kazima usiku wa saa 8. Sasa jambo hili tunataka kuizungumzia na kusisitiza kwa wafanyaji wa biashara wote na watumiaji wa pikipiki, kwa sababu hatusikii masuala ya magari kwa watu wanatekwa. Tunaongelea swala la pikipiki. Anayetumia yoyote pikipiki, iwe pikipiki yake binafsi, aidha anafanya biashara za usafirishaji, asitembee mazingira ya usiku kutoka nje ya mji. Na hili swala tumeshalitolea sana maelekezo. Na haya maelekezo sasa, kwa sababu tumekaa chini baina na upande wa askari wetu, ila hususan RPC, na tukamuomba jambo hili, yoyote atakayetokea kafanyiwa tukio hilo ila akapona, basi atachukuliwa hatua. Tunaiomba serikali na wenyewe wanaendelea kuumiza kichwa. Kwa sababu gani? Mishahara ikitoka hamna zoezi la ukabaji, lakini mishahara inapokuwa haipo, katikati kuna ukame, ndio kuna ukabaji. Kwa hiyo tuko kwenye utafiti wa kina sana kugundua ni kitu gani. Tuwaombe yoyote aliyeko kwenye dhamana ambaye anajua kama kwake kuna wimbi hili, basi awe makini kulifuatilia bila kutia aibu yoyote. Tunafuatilia na tutapokuja kugundua, na iwapo tutapogundua tayari kuna taarifa ambayo iliyepo kutoka kwenye mamlaka makubwa ya juu ya kuwa wakigundua itachukuliwa hatua kali sana dhidi yao. Tunaelewa changamoto zilizojitokeza kwa matukio ya siku za karibuni kuhusiana na bodaboda kutekwa. Tunaendelea kuchukua hatua. Kwenye matukio ya siku za nyuma tulifanikiwa kukamata, na taratibu za kuwafikisha mahakamani watuhumiwa zinaendelea kufanyika, na tunaendelea kuimarisha doria, misako na operation ambazo tunazifanya kuwabaini wanaohusika na matukio ya utekaji wa bodaboda. Lakini tunajiimarisha zaidi kwenye doria zetu, tukiomba doria za vikundi vya ulinzi shirikishi ziendelee kushirikiana na sisi na wenzetu wa Jeshi la Wananchi. Tumezungumza nao na wanaimarisha pia ulinzi kwenye maeneo ya mapori ambayo yanamilikiwa na jeshi. Wanaimarisha doria, kwa hiyo kwa pande zote tutakuwa tumejiimarisha na kuhakikisha kwamba utulivu na kuwepo wa kutosha na matukio yaliyojitokeza yasiweze kujitokeza tena. Kuna hatua ambazo tunaendelea kuzichukua. Tuwaombe madereva wa bodaboda walioko kwenye maeneo mbalimbali, pale wanapokuwa na taarifa zozote ambazo ni hatarishi, waendelee kushirikiana na sisi kutupa taarifa za matishio yaliyopo. Kila tukio linalotokea ni lazima uchunguzi wa kina uweze kufanyika. Kama wamiliki wa hizo pikipiki wanakuwa wanahusika, uchunguzi utabainisha na kuweza kutupa majibu ambapo wahusika watakwenda kuchukuliwa hatua. Kwa hiyo kila tukio ambalo linajitokeza linafanyiwa uchunguzi wa kina, na ndio kazi yetu polisi ambayo tunaifanya kwa sasa.